faida za maombi ya kufunga. Katika kitabu cha Marko 9:23, Marko 9:23, neno la Mungu linaniambia, anasema Yesu akawaambia, ukiweza, yote yanawezekana kwake aminie. Yesu akawaambia, ukiweza, yote yanawezekana kwake aminie. Kumbe kwa nini mengine yanashindwa kuwezekana? Ni kwa sababu hatufungi, na tukifunga basi tunafunga bila kuomba. Hata tukiomba tunaomba kidogo sana. Yote yanawezekana kwake aminie. Kumbe kuna mengine ambayo huwa hayawezekani, lakini inachukua hatua ya kuomba na kufunga ili yawezekane. Bwana asifiwe sana. Amen. Kwa nini tufunge na kuomba? Ni kwa sababu maisha yako kiroho zaidi kuliko kimwili, na mlango wa kuyaingia kirahisi maisha ya rohoni ni kupitia kufunga na kuomba. Kwa nini tusiwe watu wa rohoni? Kwa nini usione maono? Kwa nini usiote ndoto za kiroho? Kwa nini ushambuliwe na nguvu za giza? Ni kwa sababu mwili umechukua nafasi ya kuwa na nguvu zaidi kuliko roho yako. Kinachoweza kuifanya roho yako iwe na nguvu, mtu wa Mungu, ni mwili wako unapokuwa chini na roho yako inapokuwa juu. Kwa sababu Mungu anapotuokoa ni roho zetu zinaokolewa, sio miili yetu. Mwili na akili zako zinabaki zile zile, lakini roho yako ndio inamfuata Bwana. Hasa hiyo roho iliyoamua kumfuata Bwana ndio inapiga vita simjue Bwana zaidi kwa nguvu ziko ambazo ziko kwenye mwili. Kwa ili roho iwe na nguvu ya kumpendeza Mungu na kusimama patakatifu pa Mungu, ni lazima mwili uinamishwe, unyenyekeshwe. Sema, ni lazima mwili ufundishwe kunyenyekea. Mwili haujawahi kuokoka. Bwana asifiwe sana. Haujawahi kuokoka. Ndio maana hata wawe mtu mkubwa wa Mungu kiasi gani, kama hataweza kudhibiti mwili wake, kwa sababu mwili haujui kuokoka. Mwili unaweza kumfanya mwache Mungu. Mwili unaweza kumfanya awe mtu wa kawaida, awe kituko kwenye jamii, kwa sababu mwili huwa hauokoki. Lakini tunaudhibiti mwili kupitia nguvu za roho. So ili roho iwe na nguvu, ni lazima mwili uinamishwe. Na unainamishwe mwili, dawa yake ni kunyima chakula. Bwana asifiwe sana. Dawa ya mwili unyime kinachoupa nguvu nini? Chakula. Mwili ukinyima chakula utanyongonyea, utapata nidhamu ya kutii na kusikiliza roho inataka nini. Haleluya. Bwana asifiwe sana. Amen. Hauwezi ukawa umeshiba. Kuna watu wanajua wanakula milo 5 kwa siku, sio 3 ambayo tunakula kawaida. Mtu anakula milo 5, anakula asubuhi saa 2, saa 5 hapo tena na kazia, saa 9 anakula, atakula tena saa 3, atakula tena usiku. Mwingine tena mpaka njaa inamuuma, anaamka usiku anaenda kupasha anakula. Kwa namna hiyo, ukiwa umeshiba, umeridhika kiasi hicho, roho yako inakuwa dhaifu. Uwezo kuomba masaa 5, uwezo kuomba masaa 6, uwezo kumtafuta Mungu kwa masaa, kwa sababu mwili una nguvu. Haleluya. Amen. Hata kuvimbiwa kula sana ni dhambi. Mweza kaona? Kwa hiyo kufaidisha mwili kiasi kwamba mpaka urizike kiasi kwamba cha kuvimbiwa, kiroho unakuwa tayari umetenda dhambi. Kumbe kuna kiasi Mungu ametupa tufanyie mwili, tusiuzidishie starehe. Kwa sababu ukiuzidisha mwili starehe, utaishambulia roho yako iwe dhaifu. Leo hatutaustarehesha mwili kwa jina la Yesu. Inatosha kuupamba na kuulisha vizuri, lakini tunaenda kuunyenyekesha ili roho zetu zimuelewe Bwana. Nisikilize mtu wa Mungu, hauhitaji nabii wa kutabiria maisha yako. Funga tu siku 3 kavu, funga mfululizo siku 7. Mama Neema, utashangaa ghafla wachawi wanaoroga maisha yako wote unawaona, unawajua. Na Mungu anakuacha namna unawadhibiti. Ghafla vitu vilivyokataa utashangaa ghafla vinafunguka. Hauhitaji mtu akutabirie kwamba kuna mtu anakuroga, kuna mtu anakuchezea. Funga tu na kuomba, ghafla macho yako roho yanafunguka. Haleluya. Yesu hakuwapa macho ya roho manabii na makuhani tu. Kila mtu aliyemkimbilia Kristo ana uwezo wa kuwa mtu mwenye nguvu wa roho. Ana uwezo wa kumbeba Mungu kama alivyo na kutembea naye. Ndio maana alivyosulubiwa, alipokufa, pazia likapasuka. Tafsiri ni kwamba kila mmoja ataweza kumwendea Yesu mwenyewe. Tofauti na agano la kwanza ambalo kumfuata Mungu ilikuwa mpaka kuhani aje, asikilize dhambi zako, aende azipeleke madhabahuni. Lakini sasa hii kila mmoja anaweza akambeba Mungu na akatembea naye. Bwana asifiwe, Bwana asifiwe. Amen. Hamjawahi sikia kuna mshirika wa kawaida ndio anamwombea mchungaji, ndio anatumiwa na Mungu kuponya watu, kutembeza viwete? Lakini ni mtu wa kawaida ambaye amekaa kanisani, hata ana cheo hajulikani. Ila nguvu za maombi yake ndio zinafanya vitu vinatokea kanisani.
Kumbe mtu wa kawaida akijua kumtafuta Mungu kwa bidii anaweza kubadilisha maisha. Nisikilize, ujio wa Yesu kuja duniani na mambo yote aliyofanya yalimtegemea mwanamke mmoja mwenye miaka 86 anaitwa Anna binti Fanueli. Alifunga na kuomba, Yesu huduma yake katokea. Angalia Luka 2 mstari wa 37. Luka 2:37, maandiko yanasema, naye ni mjane wa miaka 84, haondoki katika hekalu ila huabudu usiku na mchana kwa kufunga na kuomba. Huyu mama alidumu hekaluni, anafunga na kuomba. Anaombea nini? Huduma ya Yesu. Anaombea utumishi ambao Yesu, Mungu alimpa mzigo kwamba kuna mkombozi anakuja duniani. Simama, omba usiku na mchana, tafute Mungu. Huduma ya Yesu ilikuwa ni kubwa, ilikuwa na upinzani mkubwa wa kukomboa ulimwengu. Alipitia majaribu mengi, Ibilisi alimtweza, alimuumiza, lakini kuna maombi yaliyokuwa nyuma yanambeba, yanamsaidia. Huyu mama alidumu hekaluni, hatoki. Mtu wa miaka 80. Jamani, kuna mtu mwenye miaka 80 mkanisani? Anyoshe mkono juu. Miaka 80 kabibi kamekomaa kanisani, akatoki tena, anafunga na kuomba. Sio tu amekaa kanisani, anafunga na kuomba usiku na mchana. Sisi tunaweza. Haleluya. Nasema sisi tunaweza katika jina la Yesu. Amen. Hatuna udhuru wa kufunga. Mtu wa Mungu, kama wiki itapita hata masaa 12 hujafunga, yani wewe ni kichaka cha Ibilisi kuchezea akili yako. Huwezi ukawaza sahihi, huwezi ukaomba sahihi. Kama unakula siku 30 za mwezi, asubuhi, mchana, jioni, na siku ikipita bahati mbaya haijaingia hela kutosha chakula, utamlilia Bwana vibaya mno. Kwa nini Mungu mimi unilaze njaa? Kumbe kuna muda Mungu anakata riziki zingine, angalau mwili upunguze kidogo, umfikirie, umkumbuke. Haleluya. Bwana asifiwe sana. Watu wa Mungu, kuna faida nyingi za kufunga na kuomba, na ndio maana tuna udhuru mwezi huu tutaingia kufunga na kuomba ili tumuone Bwana. Ukitaka ufanye mambo ambayo hayawezekani, funga na kuomba. Kama kuna vitu havijawezekana mpaka leo, funga na kuomba, itakuwa kwako katika jina la Yesu. Nataka nikuonyeshe tu kwa haraka faida 8 za kufunga na kuomba. Faida 8 za kufunga na kuomba. Namba moja, maombi ya kufunga yanaweza kukufanya uongezeke kiimani. Nisikilize, ukitaka kuongezeka kiimani, unataka kusema mimi imani yangu labda ni ndogo jamani. Umesikia watu wa hivyo wanasema mimi imani yangu ni ndogo. Ni kwa sababu gani? Hujafunga na kuomba. Ukifunga na kuomba, imani yako inakuwa. Mambo ambayo ulikuwa unaona ni magumu yawezekani, ghafla unaanza kuona ya kawaida. Vitu ulivyokuwa vinakushinda, unapofunga na kuomba, ghafla vinakuwa vyepesi. Kufunga na kuomba kunakupa imani na ujasiri wa kuangusha hata milima. Vitu ambavyo ni vigumu, kuna watu wagumu kugeuka, kubadilika. Unaingia, unafunga, naomba kwa ajili yao, ghafla unashangaa inakuwa wepesi, wanamrudia Bwana, wanasimama na Bwana. Inachukua kufunga na kuomba. Zaburi, Mathayo kwanza hapo 17 mstari wa 2. Anasema, lakini namna hii haitoki kwa kufunga, kwa kusali na kufunga. Namna hii haitoki. Mambo ya kufunga naongeza imani, kwa sababu kuna mambo ambayo yanawezekana tu baada ya kufunga. Anasema namna hii haitoki isipokuwa kufunga na kuomba. So imani yako itaongezeka kupitia matokeo ya kufunga kwako. Kumbe kuna namna ilikuwa haiwezekani, kwa imani yako ikafa, lakini unapofunga na kuomba inawezekana. So imani yako automatic itakuwa vile utavyoona vitu vinawezekana. Kwa nini watu leo hawamwamini Mungu, wanachoka kwenye wokovu? Kwa sababu wanaona vitu havifanyiki. Ndipo kanisani na sali na mabudu Mungu, lakini kuna vitu vimekataa kubadilika. Kuna magonjwa yamekataa kuondoka. Lakini ili tubomoe kuta hizo za vitu visivyowezekana na imani zetu zipande, tufunge na kuomba. Hatuna udhuru wa kufunga na kuomba. Haleluya. Nasema tutafunga mara hii katika jina la Yesu. Amen. Na milima itabomoka katika jina la Yesu Kristo. Amen. Ndio, imani yako itakuwa. Imani yako itakuwa. Kuna mtu mmoja alikuwa anaitwa Danieli. Mfalme aliota ndoto ya ajabu. Imagine mtu ameota ndoto, haelewi ndoto aliyoota. Alafu anafuata watu, anasema nataka mnitafsirie hiyo ndoto, mimi sijui. Umeota nini? Anasema utajua, nataka ujue nilichoota na utafsiri. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Ilichukua watu wa maji. Danieli akamwambia, sikiliza mfalme, wachawi na waganga walishindwa. Akasema nipe siku kadhaa. Akajifungia mwanaume, akaomba, akamtafuta Mungu, akafunga kwa bidii. Ghafla Mungu akamtokea kwenye maono, akamuonesha ile ndoto, lile limti aliloota mfalme lina maana gani na nini na nini na kila kitu. Mungu akamfunulia, akamuita, sema mfalme, uliota 1 2 3. Ulifanya hivi na hiyo tafsiri ni 1 2 3. Na ghafla ikatokea kama alivyotabiri mtumishi wa Mungu. Kwa nini iliwezekana kitu kigumu kama hicho? Ni kwa sababu ya kufunga na kuomba. Unataka kufunuliwa mambo magumu, mtu wa Mungu, tufunge na kuomba. Bwana asifiwe. Tunataka tusio kiwanja cha wachawi kuchezea nyumba zetu, tufunge na kuomba. Maombi ya kufunga na kuomba yanainua imani yako.
vitu unavyoviogopa vitaanza kukuogopa. Haleluya. Amen. Unataka uwe na ujasiri, mtu wa Mungu, ukiomba usitetemeke, usihofu chochote, uwe na mamlaka kutamka chochote, uwe katika hali ya kufunga na kuomba. Cha kushangaza, hata watu wa upande wa pili wanafunga na kuomba. Ninapozungumza watu wa upande wa pili, sio tu wa dini nyingine, nazungumza wa upande wa pili, hata washirikina na wachawi. Kuna baadhi ya vitu wanaamua kufunga na kuomba kwa ajili ya Lucifer wao. Hawali chakula siku nyingi, wanataka wakiona kuna mtu wanataka kumharibu, wanakataa, wanafunga na kuomba. Nimesikia ushuhuda mmoja, watu walikuwa wanamtafuta wamwangushe mchungaji mmoja, kila njia ilikataa. Yule mtumishi wa Mungu yeye kaingia kufunga na kuomba zaidi hata yule mchungaji, wakafanikiwa. Nataka nikwambie, hatuna udhuru kwenye nguvu za giza, lazima tufunge na kuomba ili tusizidiwe na washirikina. Haleluya. Amen. Nasema tutafunga mara hii katika jina la Yesu. Amen. Na imani yako haitakuwa dhaifu katika jina la Yesu. Amen. Ndio moja ya kitu ambacho niliwahi kukisikia siku ya kwanza nimeokoka, miaka mingi iliyopita, zaidi ya miaka 20 nafikiri sasa. Yes. Yeah. Kitu cha kwanza nilichokisikia, nimempokea tu Yesu siku ule ule. Sijui chochote, sijui Roho Mtakatifu, sijui Mungu. Kitu kisauti kaja ndani yangu inaniambia funga siku 3. Na kwa nini ufunge siku 3? Ili usirudi nyuma kwenye wokovu na usiwe kukata tamaa, kwa sababu utakutana na majaribu mengi huko mbele katika kukua kwako. Kwa sababu niliokoka kijana mdogo. So ili usimame, usiwe urudi nyuma, funga siku 3. Ghafla nikaingia kufunga. Sauti ya kwanza nimewahi kusikia mimi kwenye maisha yangu ni ya kufunga na kuomba. Nilianza kumsikia Mungu siku ya kwanza nimeokoka. Sauti iliniambia funga na kuomba. Siku 3 masaa 12 siri. Nilikuwa napenda sana miogo, wameniletea imekaangwa vizuri. Nikamwambia jamani siri, wewe kijana umepatwa na nini? Unaumwa? Wananikaisha vikao. Kwa nini uli? Sijaambia nimeokoka. Siku ya kwanza, siku ya pili, siku ya 3 ndio nikasema. Nilipofunga siku ya 3 ujasiri ukaja, imani kainuka. Nikamwambia jamani sikilizeni. Yule mjinga mkorofi kituko mtaani amempokea Yesu. Haleluya. Na sasa nilifunga na Bwana alinipa maelekezo. Nimekamua kufunga. Kwa namna nilivyojitoa kufunga, hakuna mtu alinidharau na kunipuuza. Wakajua huyu bwana mdogo amemaanisha. Haleluya. Wakiheshimu wokovu wangu na Mungu akaanza kunitumia. Haikuchukua miaka mingi mimi kwanza kushuhudia watu habari ya wokovu. Ilichukua chini ya miezi 3 kwenye wokovu wangu. Nikaanza kuambia wengine habari za Yesu. Nikaanza kuombea wengine wanafunguliwa. Ndani ya miezi 3. Nikitamka kitu ghafla kinatokea. Imani yangu ikaanza kukua. Nikaanza kuomba dakika 5, 10, 20, nusu saa. Siku zile kwenda imani yangu inazidi kukua. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Na haraka Mungu akunichelewesha. Ndani ya miezi 6 nikaanza utumishi, utenda kazi kanisani. Nini kinainua haraka kiasi hicho? Kufunga na kuomba. Kuna matokeo ya haraka. Haleluya. Vitu vilivyochelewa muda mrefu, mtu wa Mungu, tuviingize kwenye maombi ya kufunga. Haleluya. Amen. Ndio. Namba 2, faida za kufunga na kuomba. Macho yako ya ndani yatakuwa yanaona vizuri. Wewe una macho ya ndani, sio unaoniona mimi hapa nimesimama. Yapo yale macho yale ya ndani ambayo ndio muhimu sana kwenye haya maisha. Yataanza kuona vizuri. Utaanza kuona vizuri macho yako ya ndani ukifunga na kuomba. Zaburi 119:18 anasema unifumbue macho yangu nitazame maajabu yatakayo katika sheria yako. Daudi anamwambia Mungu, nifumbue macho yangu nitazame maajabu yanayotoka kwenye sheria yako. Ndio. Kuna kufumbuliwa macho, watu wa Mungu. Kuna kufumbuliwa macho. So mambo mengine ya kiroho kuyajua ni lazima ufumbuliwe macho, ndipo utaona na kujua. Biblia inaposema kwamba unifumbue macho yangu nitazame, maana yake mwanzo kuweza kutazama na kuelewa. Hata kama macho yako haya ya kawaida yalikuwa yanaona, lakini huwezi ukaelewa kama macho yako ya ndani yamezibwa. Na ndio maana huwezi ukaona vitu vikubwa. So ndio maana tunarudi pale pale panaposema mambo mengine yanawezekana tu kwa kufunga na kufanya nini? Na kuomba. Daudi anamwambia unifumbue macho yangu ya ndani. Ndio. Unifumbue macho yako ya ndani. Maombi ya kufunga atakufungua macho, mtu wa Mungu. Na utaona maadui wa sirini wanaokutesa muda mrefu. Wapo maadui wa siri ambao wanasumbua maisha yako. Wewe sio maisha unaishi ambao Mungu amekusudia. Yapo maisha Mungu anataka uyaishi. Kuna maadui wa siri wamejificha. Wanatesa maisha yako, wanatomenti maisha yako. Lakini kufunga na kuomba kutatufungua macho. Utaona vizuizi vya kuchelewa kwa maisha yako. Na ghafla utaanza kupata spidi ya kiungu. Pokea hiyo neema kufunguka macho katika jina la Yesu. Amen. Maandiko yanasema macho ya mioyo yenu yatiwe nuru. Kuna namna nuru macho yako ya ndani yanabidi yatiwe. Mwangaza fulani lazima uingie ndani yako. Lakini utakujaje? Ukifunga na kuomba. Ukifunga na kuomba. Hakuna kipindi nasikia vizuri Mungu na naona mambo mengi nikiwa kwenye maombi ya kufunga. Na kuwa very sharp kwenye spirit yangu, kutambua vitu
kujua kusudi la Mungu kwa wakati, macho yangu yanafunguka kirahisi. Bwana asifiwe sana. Amen. Naweza tu tukakutana nisikwambie hata una shida gani na nini, kwa sababu sio kila mara Mungu ataniambia huyu ana shida fani mwambie. Pengine Mungu ananionyesha nikuombee tu. Bwana Yesu asifiwe sana. Lakini mara nyingi inatokea nikiwa kwenye hali ya kufunga zaidi. Haleluya. Namba 3, faida ya kufunga na kuomba, mwili wako utakuwa umetishwa. Haleluya. Faida namba 3, utapofunga na kuomba mwili wako utakuwa umetishwa. Moja faida tunaipata kwa kufunga na kuomba ni mwili unatishwa. Nisikilize, hii mwili na matatizo mengi. Haijalishi tuko kwenye ndoa, tupo kwenye ndoa, ni vijana, ni watu wazima, mwili na shida. Wakolosai 3:5 anasema basi vifisheni viungo vyenu vilivyo katika uchi, uasherati, uchafu na tamaa mbaya, mawazo mabaya na kutamani, ndivyo ibada ya sanamu. Kuna vitu natamani hata sio vya uwezo wako. Na amri ya Mungu inasema usitamani mali ya jirani yako, mke wala chochote cha jirani yako, wala chochote anachomiliki jirani yako. Kutamani ni makosa mbele za Mungu, cha ambacho sio cha uwezo wako. Sasa kwa nini utaingia muda mwingine na tamaa na wivu? Mpaka muda mwingine unatamani hata unyang'anyi, unasema kwa nini huyu amepata hivi na mimi sina? Nisikilize, hizo husuda na vijicho na hila zitakaa kwa mtu ambaye anafungi. Ukiwa mtu akufunga, hayo madhabahu ya mwili yanakufa moja kwa moja, sababu yote yanawezeshwa na mwili. Mwili ukiwa na nguvu utatamani uvae vizuri hata ambavyo sio vya uwezo wako, ule hata ambavyo sio vya uwezo wako, ambavyo sio vya bajeti yako. Una 10,000 unataka ule vitu vya 40,000. Hamna namna, itabidi tu ukamatane na mangi dukani nikopeshe. Bwana asifiwe sana. Amen. Tumbo lenyewe sivyo na shukrani, umekopa mchana, umekula, umeshiba, jioni nataka tena. Limeshasahau kama ulilipa gharama mchana. Bwana asifiwe sana. Kwa hiyo mwili utatishwa. Baadhi ya tamaa zitaondoka ndani yako. Pokea hiyo neema katika jina la Yesu. Amen. Mwili wako unatishwa leo katika jina la Yesu Kristo. Maombi ya kufunga ni tiba ya kuondoa vitu vinavyokutesa kwenye mwili wako. Kuna mawazo mabaya. Watu wa Mungu, hamna kifungo kibaya kama mawazo. Mwingine mtu anaomba, mawazo yanahama, yanasafiri, yanaelea, yanawaza uchafu, yanawaza hila. Mtu ndio anaomba, ndio ghafla madeni ndio yanakuja, watu wanaokudai, wanapokusumbua, unaomba inabidi sasa uangalie simu. Wengine anaomba ndio anawaza kwanza kutuma message. Kwa sababu gani? Mwili haujadhibitiwa. Mwili ukidhibitiwa, hakuna mawazo yatasumbua maisha yako. Wathesalonike wa kwanza 5:17 anasema ombeni bila kukoma. Ombeni bila kukoma. Ukiona maombi yasiyo kukoma, kujumlisha na kufunga na kujiwekea ratiba fulani, atakupa ushindi dhidi ya mwili wako. Mwili utatishwa. Mara hii tutafunga na tutaomba kwa bidii katika jina la Yesu. Amen. Hakuna cha kutuzuia kuomba kwa bidii mara hii katika jina la Yesu Kristo. So kila uchafu kwenye mawazo yetu, unajisi wa kila namna, ukifunga na kuomba, hayo mawazo yataondoka kabisa. So kufunga ni muhimu sana ili kuondoa yule mtu wa zamani aliyekuwa anaishi ndani yako. Kabla ya kumjua Yesu kuna maisha tulikuwa tunaishi, watu wa Mungu wote tunajua, kujiachia, kuishi kila namna ya maisha ya mwili. Lakini tumfunga na kuomba, yule mtu wa zamani mwovu anakufa. Bwana asifiwe, Bwana asifiwe. Ili uwe hili liote, kuna mbegu ilipandwa, ilikufa kwenye ardhi kwanza, ndio huwa likaoteshwa. Bwana asifiwe sana. Ili kitu chochote kichipue, ni lazima kitu fulani kife. Watu wa Mungu, ili maisha yetu yatokeze, ni lazima miili yetu ife. Miili yetu lazima tuipande kwenye kufunga ili ichipuke na utukufu wa Mungu. Ni lazima ife. Ni lazima mawazo fulani yafe. Ni lazima tabia fulani zife ili wewe halisi utokeze. Ili nione nguvu za Mungu kwenye maisha yako, vipawa vya Mungu vikitokeza kwenye maisha yako, ni lazima jitu fulani baya litoke ndani yako, life linalozuia utukufu wa Mungu kuonekana. Pokea hiyo neema katika jina la Yesu Kristo. Amen. Pokea neema ya kuua mtu wa kale ndani yako katika jina la Yesu Kristo. Amen. Ndio, mwili utatishwa. Mwili utatishwa. Mwili wako utatishwa. Adui namba 1 wa maisha ya mtu ni yeye mwenyewe. Sijui kama ndiko na watu. Adui namba 1 wa maisha yako ni wewe mwenyewe. Sema adui namba 1. Adui namba 1 wa maisha yangu. Wa maisha yangu. Ni mimi mwenyewe. Ni mimi mwenyewe. Kwa nini? Nisikilize. Kabla shetani hajamuingia mtu, anacheza na akili yako kwanza. Kabla hajamfuata Eva, alicheza na akili yake. Nisikilize, huyo Mungu anawadanganya, anataka mfanane naye, ndio maana hataki mle ile tunda na kushauri Eva, kula tunda. Kale kama mama kakachukua tunda. Nisikilize, ilichukua akili yake kukubaliana na shetani. Kama akili yake ingekataa yule mama, leo hii tusingekuwa tunatenda dhambi, tusingekuwa tumemkubali shetani. Bwana asifiwe, Bwana asifiwe. Amen. Ilichukua mawazo ya mwanadamu kukubaliana na ibilisi. So kama hautakubaliana na wazo la shetani ndani yako, wewe ni mtoto wa Mungu mzuri, ni mtakatifu, unaenda mbinguni. Kwa adui wa kwanza wa maisha mtu ni wewe mwenyewe.
Ni wewe mwenyewe ndani yako ukoje. Unawezaje kupokea kusudi la shetani na kukimbia nalo? Unawezaje kulikataa kusudi la shetani? Nguvu ya kulikataa ndio ushindi, lakini utapatikana zaidi utapofunga na kuomba. Haleluya. Ukifunga na kuomba, mwili utatishwa, hautakubaliana na mapepo kuja kwenye maisha yako. Pokea hiyo neema katika jina la Yesu. Amen. Kitu cha 4 tunachokipata tukiwa tunafunga na kuomba, namba 4, andika kupokea majibu ya maombi yako. Watu wa Mungu, wangapi wana shida ya kujua Mungu amenijibu au hajanijibu? Nafikiri tuko wengi. Bwana asifiwe sana. Ili utokane na hiyo shida na kujua na kupokea majibu ya maombi yako, funga na kuomba. Ukifunga na kuomba, utapokea majibu ya maombi yako. Utapokea majibu ya maombi yako. Yeremia 29:13 anasema, nani mtanitafuta na kuniona mtakaponitafuta kwa mioyo yenu yote. Mtanitafuta na kufanya nini? Na kuniona. Mtakaponitafuta kwa mioyo yenu yote. Kuzama kwa moyo wote kumtafuta Mungu ni lazima uwe kwenye hali ya kufunga. Kwa sababu kinachozuia tusifanye kwa moyo wote ni mwili. Nataka kumtafuta Mungu kwa moyo wote, mwili unaniambia hapana. So mwili unapodhibitiwa, ghafla utaanza kumtafuta Mungu kwa moyo wako wote, na utapokea majibu. Anasema mtanitafuta na kuniona. So utamuona, kule kumuona ndio kujibiwa kwenyewe utakapomtafuta kwa moyo wote. Pokea neema ya kumuona Bwana katika jina la Yesu. Haleluya. Amen. Haleluya. Amen. Biblia inasema ombeni nanyi mtapewa, tafuteni nanyi mtaona, bisheni nanyi mtafunguliwa. Kuna kubisha, watu wa Mungu. Kule kubisha, kule kutafuta ni katika hali ya kufunga na kuomba. Maombi ya kufunga na kuomba yatakuongezea kumaanisha kwenye maombi yako. Ukipata watu wawili ambao mmoja amefunga masaa 24 ya jala na mwingine amekula toka jana na asubuhi amemkea supu, wamesimama kwenye maombi, yule aliyefunga toka jana na viwango vya kumaanisha vinakuwa tofauti. Na kingine, kuna namna ya kuzama haraka kwenye maombi. Mtu aliyefunga na kuomba, mbingu zake zinakuwa nyepesi kuingia patakatifu na kuzama, anajisikia bubujiko na kuomba kwa kumaanisha, mtu aliyefunga na kuomba. Lakini ukiwa umeshiba vya kutosha, ni ngumu sana unapoingia kwenye maombi kuzama kwa haraka. Itachukua muda mrefu sana mpaka ukate network za mwili ndio uingie rohoni. So mageti yetu ya rohoni yatafunguka kila siku tunapofunga na kuomba. Utapokea majibu yako. Maombi ya kufunga ni mkono mrefu wa kupokelea majibu. Bwana Yesu asifiwe sana. Tuna mikono hii ya mwilini, ipo mikono ya rohoni. Wewe mikono mirefu ya kunyosha kupokea ndio rahisi. Bwana asifiwe sana. Hebu niambie, kuna mzigo umening'inizwa juu, unatoka juu unadondoka chini, ni mrefu au mwenye mkono mrefu kukwapua ndo atakuwa rahisi kudaka, si ndio? Ndio maombi ya kufunga yanakupa mkono mrefu na anakuongezea nguvu za kudaka majibu yako. Pokea huo mkono mrefu. Haleluya. Amen. Acha huo mkono mfupi. Bwana asifiwe sana. Amen. Ndio, mkono mfupi ni maombi ya kawaida. Utakuwa na mkono mrefu wa kupokelewa, mkono mkubwa wa kupokelewa ukifunga na kuomba. Tunapoenda mbele za Bwana kuomba, kila mtu anaenda na kibebeo chake. Kuna mwingine anaenda na kizibo, mwingine anaenda na kijiko, mwingine na kisoda. Lakini mtu anayefunga na kuomba anaenda na tanki kubwa sana. Moyo wake unakuwa wazi sana kupokea. So Mungu anaachilia anavyotaka mwenye baraka zake. Ndio maana huwezi kufanana na mtu anayejitoa kufunga na kuomba. Haleluya. Ongeza nafasi ya kibebeo cha majibu ya maombi yako kupitia kufunga na kuomba. Nafasi yako ni ndogo sana. Unaambia Mungu, umebeba kafuko kadogo. Majibu yanakuja hayatoshei. Haleluya. Amen. Ndio. Ongeza mfuko wako wa kubebea majibu kupitia kufunga na kuomba. Haleluya. Tuna ujasiri tukiomba Mungu anajibu, lakini tukiwa tumefunga. Waraka kwanza wa Yohana, andika haraka 5:14 mpaka 15. Waraka wa Yohana 5:14-15, maandiko yanasema, na huu ndio ujasiri tulionao kwake, ya kuwa tukiomba kitu sawa sana mapenzi yake hatusikia, na kama hatusikia tunajua kwamba tuomba chochote, tunajua kwamba tunazo zile haja tulizomwomba. Ndio ujasiri tulionao kwake. Ujasiri haujagi kama hujafunga na kuomba. Muda mwingine utapata ujasiri wa kumkaribia Mungu na kupata rehema za Mungu na kujibiwa maombi ukiwa kwenye hali ya kufunga na kuomba. So ndio maana tutaamua kujizamisha kwenye hizi siku 40 kumtafuta Bwana, na Mungu atatusikia na ataonekana. Bwana asifiwe sana. Katikati ya mfungo wa siku 40, mwaka kama sio 2017-18, mwaka 2017-18, unazungumza miaka kama 8 iliyopita. Arusha mimi na miaka 2, Mungu alionyesha maono mwaka 2017-18. Niliona mchungaji wangu, askofu wangu ananiambia,
Baraka utaenda Arusha. Nilikuwa na rafiki yangu mwingine nimekaa naye, akamwambia na wewe Dominion utaenda Nairobi, mtaenda kufungua kanisa. Lakini nilipata maono nikiwa kwenye mambo kufunga na kuomba. So nikachukulia tu ni maono yakawa, lakini ilikuwa halisi sana. Nikashtuka kwenye mambo nikasema, Mungu ananiambia niende Arusha. Hapo hata Arusha sijawahi kufika dada. Yes, nilikuwa sijafika bado Arusha. Nikaja kufika baadaye, nilikuja na mchungaji nafikiri baada hata hayo mambo. Tulikuwa na huduma kwenye kanisa moja hapo Mianzi. Imekuja kupita miaka kama 6 mbele. Na sanga mchungaji kweli ananiita ananiambia nataka nikutumie Arusha ukafungue kanisa. Lakini hayo maono niliyapata katikati kwa nini? Kufunga na kuomba. So kufunga na kuomba kutakuonyesha maisha ambayo utakuja kuyaishi baadaye. Itakupeleka mahali unapopata ku. Sijawahi kung'ang'ana mimi kujua kesho yangu itakuwaje nikiwa nimeingia kwenye kufunga na kuomba. Mungu alinionyesha njia nyingi nilizopita kwenye maisha, watu ambao nitakutana nao, mazingira nitayopita, makwazo ndio kupitia kufunga na kuomba. Mbingu zangu zilikuwa wazi. Mpaka kuna watu nilikuwa nawashuhudia kabisa mimi nitaenda sehemu fulani 1 2 3. Wanashangaa ghafla imetokea baada ya muda mfupi. Wanasema huyu mtumishi wa Mungu alisema. Haleluya. Ili ufurahie maisha mepesi mtu wa Mungu, ya kujua kesho yako waziwazi, funga na kuomba. Mbingu zako zinafunguka. Utajibiwa haraka katika jina la Yesu. Haleluya, haleluya. Namba 5, faida ya kufunga na kuomba, utamruhusu Roho Mtakatifu kukutumia. Nisikilize, Roho Mtakatifu sio wa wachungaji. Namba 5, utamruhusu Roho Mtakatifu kukutumia. Ni faida kubwa. Ukifunga na kuomba, Roho Mtakatifu ataanza kukutumia. Unaweza kujikuta wewe unajiona kawaida ndio mkombozi wa mtaa wako. Wewe unajiona kawaida ndio unaweza kumfungua hata mume wako. Kuna kipindi tunavamia hata kwenye familia, umelala na mume wako amebanwa, nguvu za giza zimemshambulia, amepoteza fahamu. Hata kulia na kupigia madokta, bandika mkono, sanga ghafla amefunguliwa. Roho Mtakatifu ataanza kukutumia ukifunga na kuomba. Roho Mtakatifu ana tabia ya kumpa vipawa vyake kila mtu aliyeamini, lakini haviwezi kufufuka. Vitabaki tu ndani, vimepoa, vimelala usingizi fofofu kama havijatibuliwa na maombi ya kufunga na kuomba. Wakorintho wa kwanza 12:11, Wakorintho wa kwanza 12:11, neno la Mungu linasema, lakini kazi hizi zote huzitenda Roho huyo mmoja, yeye yule akimwagia kila mtu peke yake kama apendavyo yeye. So hizi kazi zinatenda Roho, anamwagia kila mtu kama apendavyo. Wewe umemwagiwa nini? Nikuulize, nini umemwagiwa wewe kimo kwenye maisha yako? Umekiona kinatendaje kazi? Roho anasema hapa anamwagia kila mtu. Hajasema watumishi, hajasema watu fulani, hajasema wainjilisti, anamwagia kila mmoja kama anavyopenda. Kuna kitu Roho Mtakatifu anapenda ndani yako. Sasa ili akutumie nacho, inachukua kufunga na kuomba. Bwana asifiwe. Kuna watu Mungu anapa huduma inaitwa compassion ministry, huduma ya masaidiano. Mwingine na karama, ni karama ya masaidiano. Hawezi kukaa na kitu chake. Mungu anampa baraka kwa ajili ya wengine. Kuna pesa zingine Mungu anakupa sio zako, ni kwa ajili ya kubariki wengine. Yaani wewe ni mlango. Sasa usipojua hiyo huduma, pesa zitakuwa zingi. So ili Mungu yeye kubariki, anataka uwe mlango wa kubariki wengine. So kama kinaingia kitu unapiga mwenyewe, unamaliza kile kitu mwenyewe, unazuia mlango. Grafu yako ya kubarikiwa inakuwa ni ndogo. Mpaka utapopata maono, Mungu anakuonyesha kwamba wewe una karama masaidiano. Kuna watu kipindi Paulo alikuwa na wasifu kina mama fulani, kina Lydia, alianza huduma yake, Mungu alimuonesha Lydia, wewe utamsaidia Paulo. Maisha ya Lydia akawa tajiri, Mungu akamunua kwa sababu ya kuibeba huduma ya Paulo. Bwana asifiwe, Bwana asifiwe. Amen. Haleluya, haleluya. Amen. Kuna baraka nyingi, kuna utumishi mwingi utainuka kwenye maisha yako kwa sababu ya Roho Mtakatifu kwanza kukutumia. Kuna mwingine Mungu anataka kusemesha kwamba wewe kazi yako ni kuhakikisha nyumba ya Bwana haikai chafu. Wewe ndio huduma yako kuhakikisha nyumba ya Mungu safi. Haleluya. Amen. Bwana asifiwe, Bwana asifiwe. Utachukia uchafu wote kanisani. Utachukia kuona kitu kimekaa vibaya kanisani. Hautajifanyisha. Ukitaka hii kazi ya Mungu iwe ngumu, igiza. Fanya kwa kulazimishwa. Ni ngumu mno. Inataka uwezeshwe na Roho Mtakatifu. Ukiwezesha Roho Mtakatifu ni nyepesi, kwa sababu yeye anakupa nguvu, anakupa na njia na viwezesho vya kuifanya uifanye kwa urahisi. So kazi ya Mungu ina mambo mengi. Roho Mtakatifu atakufanyia wepesi, atakumwagia, atakusaidia, na atakutumia. So mambo ya kufunga ni muhimu sana, inakuwa rahisi zaidi kwa Roho Mtakatifu kutenda kazi. So Roho Mtakatifu anakaa mahali ambapo amenyenyekea. Roho Mtakatifu ni mpole. Ukifunga muda mwingine unakuwa unajiamini sana binafsi. Unakuwa yani umejaa mno wewe. Lakini ukifunga unanyenyekeshwa na Roho Mungu anapata nafasi ya kukutumia. Haleluya. Roho Mtakatifu ana kazi nyingi sana. Warumi 8:26-27 anasema kadhalika Roho naye utusaidia udhaifu wetu, kwa maana hatujui hata kuomba tupasavyo,
lakini Roho mwenyewe hutuombea kwa kuugua kusikoweza kutamkwa, na yeye aichunguzaye mioyo aijua nia ya Roho ilivyo, kwa kuwa huwaombea watakatifu kama apendavyo Mungu. Roho Mtakatifu anatuombea. Haleluya. Lakini anaombea namna tumejitosha kufunga na kuomba. Watu wa Mungu, safari tutafunga na tutaomba mwezi huu mpaka tumuone Bwana. Haleluya. Amen. Huu ni mwezi wa kukutana na Bwana na kutembelewa naye, lakini inaanza kutaka. Mungu atembeleagi mtu mwenyewe hajataka. Ni wape waziwazi. Tukitaka ataonekana kwenye maisha yetu. Tunataka leo. Haleluya. Nasema na ataonekana katika jina la Yesu. Amen. Namba 6. Faida ya kufunga na kuomba, utajua kusudi lako kwa Mungu kwa urahisi. Utajua kusudi lako kwa Mungu kwa urahisi. Ukifunga na kuomba, kusudi la Mungu litakuwa wazi kwenye maisha yako. Mtu wa Mungu, maisha hapa sipo kujua kusudi lako ni mabaya mno. Hayafai. Kama unaishi ujue umeitiwa nini kwenye hii dunia, ni maisha magumu. Utatembea kwa mtumwa maisha yako yote. Kwa sababu wanaojua kusudi lao watakutumia wewe, watakutumikisha wewe, utumikie makusudi yao. Lakini mpaka utaposimama kwenye kusudi lako na kupata faida ya kusudi lako, ni pale utapojiingiza kwenye kumtafuta Mungu kwa bidii, akuonyeshe wewe ni nani. Sema mimi ni nani mbele za Bwana. Hicho ni kitu cha kukitafuta, watu wa Mungu. Wewe ni nani? Kuna wengine hatujijui sisi ni akina nani. Unajijua tu wewe kwa title kwamba mimi ni mama fulani. Haleluya, jina la Bwana libarikiwe. Lakini hiyo haitoshi. Mimi ni mke wa fulani, haitoshi. Mimi ni mume wa fulani, haitoshi. Lazima ujijue wewe kusudi lako. Mungu amekuitia kufanya nini? Utaipata kupitia kufunga na kuomba. Amen. Nasema utaipata kupitia kufunga na kuomba. Amen. Wenzetu kanisa la kwanza walikuwa chochote hawaamui mpaka wafunge na kuomba, mpaka wamsikie Roho aseme. Angalia Matendo ya Mitume 13:2-3. Matendo ya Mitume 13 mstari wa 2 mpaka wa 3, anasema basi hawa walipokuwa wakimfanyia Bwana ibada ya kufunga, Roho Mtakatifu akasema, nitengeni Barnaba na Sauli kwa kazi niliyowaitia. Ndipo akiisha kufunga na kuomba, wakaweka mikono juu yao, wakawaacha waende zao. Waliamua kufunga na kuomba. Ndio Roho akasema, haya mmefunga na kuomba, sawa, sasa kusudi langu nitengeni Barnaba na Sauli, kuna kazi nimewaita. Barnaba na Sauli wakalijua kusudi lao kupitia maombi ya kufunga na kuomba. Wakawabandika mikono, nendeni sasa kamtumikieni Mungu, tumeshajua mmeitiwa kitu gani. So ili uingie kwenye kujua kusudi lako kwa urahisi, funga na kuomba. Omba kwa maombi ya kufunga, utajua kusudi lako kwa urahisi. Amina, amina, amina. So hatuna udhuru wa kufunga na kuomba. Kama tunataka tuwe watu kwenye jamii, lazima tufunge na watu. Isiwe mzigo kwako kufunga na kuomba. Kwa ufahamu huu itakupa wepesi kutambua kwamba hili ni jua kusudi la Mungu. Itanifungulia njia ya kupewa jukumu na kuitwa kwenye jukumu ambalo Mungu ameniitia. So unaweza kuwa katika kufunga na Mungu akasema nawe jambo fulani ambalo unatakiwa ulitende. Unaweza kujiuliza kwa nini Roho akusema wakati haukufunga na kuomba. So ni mpaka umefunga na kuomba ndo ghafla sauti ya Mungu inakuwa wazi kwenye maisha yako. Masikio yako yanasikia kwa urahisi na kujua nini cha kufanya. Hata ukipata maelekezo yanakuwa mepesi. Ukitaka uone ugumu, usiwe mtu wa kufunga na kuomba. Hata mchungaji wako atakwambia bwana, tufanye 1 2 3, yani kunakuwa na uzito mkubwa mno. Kwa sababu gani? Haujafunga. Lakini kwa kwenye maombi ya kufunga, ukiwa ni muombaji, maelekezo yanakuwa mepesi ya kiroho, sababu roho yako inakuwa sharp kukubaliana na kusudi la Mungu la wakati. Namba 7, kabla namba ya mwisho, utakuwa na nguvu za Mungu. Nguvu za Mungu hazikopeki utapofunga na kuomba. Mathayo 11:12 anasema, tangu siku za Yohana Mbatizaji hata sasa ufalme wa mbinguni upatikana kwa nguvu, na nguvu ameuteka. So ufalme wa Mungu, watu wa Mungu, unapatikana kwa nguvu. Nguvu gani? Lazima ujitose, uombe, utafute Mungu kwa bidii, ndivyo nguvu za Mungu zije. Tunahitaji nguvu za Mungu zisishinde nguvu za giza. Ni nguvu na nguvu vinapigana. Hauna nguvu za Mungu, nguvu za giza zitatuonea. Hatuna nguvu za Mungu, washirikina watatutesa. Dunia itatuonea. Tutangangana kwenye uchumi. Nguvu za Mungu zikiwa juu yako, maisha kuna kipindi hungangani kama unavyoweza kungangana. Kwa sababu milango yako ya baraka inakuwa imefunguka. Kuna watu kutegemea kukubariki ghafla na kubariki kwa sababu una nguvu za Mungu ambazo ni usumaku wa kuvuta baraka zako. Haleluya. Tangu siku za Yohana Mbatizaji hata sasa ufalme wa mbinguni unapatikana kwa nini? Kwa nguvu. So kama utafundishwa na mtumishi wa Mungu yote na kuambia tambalale kwenda mbinguni, tambalale kama ule wimbo tusiwe wimbo hata siku moja, hakuna utambalale. Haleluya.
Amen. Hakuna tambarare, ni uwe nguvu. Nguvu za kutisha mwili, nguvu za kusema hapana kula ili nimuone Bwana. Mtu wa Mungu mmoja aliwahi kunifundisha akasema, chakula ni sumu muda mwingine kwenye maisha yako, kinaweza kikachoma kila faida kwenye maisha yako. So kuna muda lazima tukiambia chakula hapana, kaa pembeni, nataka kumuona Bwana sasa. Nataka roho yangu imuone Bwana. Hatufungi ili kumshawishi Mungu atujibu, hapana. Hatuna namna tutamwambia Mungu na kumlazimisha tujibu, lakini tunataka roho zetu zikutane na Mungu wa kweli. Katikati ya dunia kuna mapepo na maroho mengi ya kuzimu, kuna matakataka mengi, kuna manguvu mengi, lakini roho zetu zitamjua Mungu wa kweli. Tutaamua kujinidhamisha, kufunga na kuomba. Pokea hizo nguvu katika jina la Yesu. Amen. Nguvu za kuomba. Nikisema mara mwisho lini umeomba masaa mawili mfululizo hapa, sitaki hata kuuliza. Bwana Yesu asifiwe sana. Lakini nguvu za kuomba masafa marefu zitakuja ukianza kufunga na kuomba. Utakuta hata masaa mawili hakutoshi. Kwa sababu nikisema tuelezee matatizo yaliyo kwenye maisha yako ni zaidi ya masaa mawili. Tukisema tuelezee yote toka umezaliwa mpaka leo, ni mengi. Dakika 160 ni chache. Lakini tunashindwa kuwa na dakika 120 kumtafuta Bwana. Ni mpaka utapofunguliwa na kupewa mzigo wa kutambua unamtakeje Mungu kwenye maisha yako. Unahitaji nguvu za Mungu. Haleluya. Amen. Watoto wako wanahitaji nguvu za Mungu. Nyumba yako inahitaji nguvu za Mungu. Unahitaji nguvu za Mungu ili kupata ulinzi wa kimungu. Ili Mungu akutetee, ni nguvu zake lazima ziwe kwenye maisha yako. Na Mungu haelekezi nguvu zake kila mahali, hapana. Mungu haendi kila mahali, hapana. Anaenda mahali ambapo ameitwa, ambapo amehitajika. Mungu hajuagi kujipendekeza kwa watu ambao hawamtaki. Wanamtafuta kwa bidii, ameahidi watamuona. Na bidii inayozungumzwa hapo ni ya dhabihu ya kufunga na kuomba. Pokea hiyo neema katika jina la Yesu. Amen. Mwisho, faida kufunga na kuomba, utatengenezwa kwa chombo cha Bwana. Ndio, utatengenezwa kwa chombo cha Bwana. Watu wa Mungu, ni lazima uchongwe wewe. Tuna mabawa mengi sana. Kuna muda mwingine hata tunashindwa kutofautisha sisi ni warokole au ni wapagani, kwa sababu tuna mambo mengi yanatuzunguka kwenye maisha. Tunaishi kwenye mwili, kuna matatizo mengi. Sasa maombi ya kufunga na kuomba yanaanza kukuchonga wewe, ya kusaidia. Bwana asifiwe sana. Tuna vitu vingi. Kuna mtu mwingine anasema ameokolewa lakini ni hatari. Nilikuwa nasikia ushuhuda wa jamaa wangu mmoja ananiambia na dada yake ameokoka, lakini ndio anamkatisha tamaa yeye kusimama kwenye wokovu. Tabia zake, namna anajiweka. Lakini anasema ukimkuta kwenye ibada utamtamani ukimbie naye, lakini matendo yake ni tofauti na alivyo. Ni mtu hatari wa ajabu, hafai. Baadhi hata vitu nimesikia anafanya mwenyewe nikaogopa. Anawezaje mtu aliokoka kufanya hivyo vitu? Lakini shida nini? Hajachongwa. Ana mabawa mengi, anapeperuka kila anakotaka kwenda. Lazima yakatwe. Kwa utatengenezwa kwa chombo cha Bwana. Kama mtu anavyochonga kasanamu kake, anataka akatengeneze picha fulani. Utakuta muda mwingine akiona sikio limezidi, anakata. Anaangalia, anachonga, anaangalia, anakuta mkono limezidi lingine, lilozidi, anakata. Anakisha mpaka limelingana. Ndivyo maombi ya kufunga yanatuchonga. Kuna mavitu yamezidi. Bwana asifiwe sana. Kuna matabia yamezidi, yanapumua, yanaharibu dunia yako. Lazima yachongwe, yakatwe. Kuna namna wewe upo ambavyo hata upendezi, lazima uchongwe na uwe chombo cha Bwana. Nataka nikwambie, watu waliochongwa ndio wanaweza kufaa kwenye hii dunia, ndio wanafiti kwenye baraka za kubarikiwa kwenye hii dunia. Haleluya. Kuna shape Mungu atakuweka ambayo itakuwa rahisi kukutumia. Mungu hatumii kila mtu, anawatumia leo wachonga. So maombi haya yana tabia kumtengeneza mtu na kumchonga afanane na kile Mungu alichomkusudia na kumtumia. Haleluya. Amen. Hey, kwenye nyumba kuna vyombo vingi. Kuna visivyo vya thamani na vya thamani. Maandiko yanatuambia. Timotheo 2:2-20. Timotheo 2:20 anasema, basi katika nyumba kubwa havimo vyombo vya dhahabu na fedha tu, bali na vya mti na vya udongo, na vingine vina heshima na vingine havina heshima. Kwenye nyumba kuna vyombo vingi. Watu wa Mungu, watu mna vyombo vya glasi vyote ndani. Sio watoto watavunja vyote. Tunaweka na vya plastiki kidogo. Haleluya. Na kuna wengine mpaka na vyombo vya mbao. Miko, mbao nini? Vyote viko ndani. Kuna vingine huwa vitokagi mpaka wageni fulani waje. Kuna vingine unabania tamme atumii.
Bwana asifiwe. Vinasubiri special order, unavifungua vya thamani. Sasa hata kwenye ufalme wa Mungu kuna watu wa thamani na wasio na thamani. Na kuombea wewe wa thamani katika jina la Yesu. Amen. Nasema na kuombea wewe wa thamani katika jina la Yesu. Amen. So utachongwa na kuwa wa thamani. Utakuwa chombo chenye heshima. Ukifunga na kuomba, utatengenezwa kuwa chombo cha Bwana. Mungu anataka kuwatumia watu ambao amewaandaa na kuwafanya chombo chake. Ufanyike chombo cha heshima, mtu wa Mungu mwezi huu. Amen. Amen. So watu wa Mungu tunapofunga na kuomba, tunafanyika chombo. Na tunakuwa kwenye nafasi ya wito wetu. Yesu mwenyewe, kiongozi mkuu wa wokovu wetu, alifunga na kuomba siku 40. Alipofunga na kuomba, ndio sauti ya kushinda jaribu la Ibilisi ikamtokea, akamshinda shetani. Shetani alimjia kwa nguvu, tusingeokolewa leo kama angeanguka Yesu wetu. Lakini alimshinda kule mlimani. Lakini kwa nini alimshinda kirahisi? Alifunga na kuomba. Yesu hakuingia kwenye kusudi lake mpaka alipotoka maombi ya siku 40. Haleluya. Alifunga siku 40 na Mungu akamtumbukiza kwenye kusudi lake. Esther alitaka kukomboa Nezeri, alifunga siku nyingi, siku na mchana, alifunga mpaka mifugo. Mungu akawaingiza kwenye kusudi lake. Esther akawa mke wa mfalme, akakomboa taifa lake. Danieli kadhalika, Danieli 10 pale aliomba siku 21, Mungu akamwonyesha maono makubwa sana. Mtu wa Mungu, unataka uone nini kwenye maisha yako? Funga na kuomba leo. Haleluya. Tumechelewa sana, yatosha sasa. Tuingie tufunge na kuomba, tumtafute Bwana siku za kutosha, tumuite usiku na mchana kwa bidii, ataonekana. Maombi ya imani yake yanafaa sana akiomba kwa bidii. Bidii ni katika kufunga na kuomba. Hatuna udhuru wa kufunga na kuomba. Kuombea waume walioshindikana, kuombea watoto walioshindikana, kuombea vizazi vilivyokataa ni katika kufunga na kuomba. Tutaleta uamsho kwenye jamii iliyojaa walevi na waovu wa kila namna. Ghafla uamsho utakuja. Watakuja nyumbani mwa Bwana. Haleluya. Watamrudia Yesu wetu. Haleluya. Jamii yako itakombolewa. Uchumi uliokataa, kiwango chako ni 200 tu, hujaivukaga. Kishika 500 itaisha mpaka ije 200. Kuna kiwango umewekewa mpaka uweze vuka kiwango fulani. Unavuka huo mpaka katika jina la Yesu. Maombi ya kufunga na kuomba yatabomoa mipaka kwenye maisha yako. Yatavunja nira kwenye maisha yako. Yatamuondoa Ibilisi kwenye maisha yako. Kilichokataa kitakubali. Kufunga na kuomba, unaingia kwenye baraza la Mungu. Unaingia wewe kuwa jaji na Mungu. Mnaamua vitu, mnapanga. Kuna mahali maandiko yanasema nilitafuta mtu. Nilitafuta mtu lakini sikuona mtu ili arekebishe mahali palipobomoka. Muombaji anaweza kukaa kwenye baraza na Mungu. Wakashauriana, wakashauri. Unaona taifa sasa linapitia mambo, changamoto, vita kila mahali, uchaguzi umekaribia. Kwa watakatifu lazima tusimame kwenye baraza na Mungu. Watu wanafungiwa makanisa. Vita viko kila mahali. Kanisa linashambuliwa. Lazima tusimame tumwambie Bwana akomboe nchi yetu. Haleluya. Akomboe kizazi chako. Ukoo wako wapagani wengi, wachawi wetu wanawaza tu ushirikina, hawajui kufanikiwa katika njia za Mungu. Simama, funga na kuomba kwa jamii yako. Ndugu zako waeleweki. Ndugu zako wengine wamekata tamaa na maisha. Hakuna kitu kinaonekana cha maana, ni aibu na fedheha kila mahali. Kufunga na kuomba kutatusaidia. Tumalize na mstari wa mwisho, Isaya 58. Kufunga na kuomba kutatusaidia kuvunja nira. Isaya 58 kwanza mstari wa 5 anasema, je, kufunga namna hii ni saumu niliyochagua mimi? Je, ni siku ya mtu kujitapisha nafsi yake? Ni kuinama kichwa cha unyasi na kutanda nguo na magunia na majivu chini? Je, utasema ni siku ya kufunga au ni ya kukubaliwa na Bwana? Je, saumu niliyochagua sio namna hii, kufungua vifungo vya uovu? Angalia, kufunga hiyo saumu niliyochagua namba 6 58:6 hiyo saa. Je, sio kufungua vifungo vya, kuna vifungo vya uovu vinafunguliwa kwa kufunga. Anasema sio kulizilegeza kamba za nira. Kuna nira, kuna kamba umefungwa wewe ujijui. Mikono haiendi, miguu haiendi. Ulimwengu roho umefungwa, lakini ukifunga hizo kamba za nira zinaregea. Anasema kufungua vifungo vya uovu. Kuna vifungo vya uovu vimekalia, vinaachilia. Anasema kuzilegeza kamba za nira, kuacha huru walioonewa. Sasa sio wewe tu, hata walioonewa wengine utawafungua. Anasema kuzilegeza kamba za nira, kuacha huru walioonewa, na kwamba mvunje kila nira. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Nasema tunavunja nira mwaka huu katika jina la Yesu. Amen. Chochote kilichosema hapana wewe kuwa mtu yule Mungu aliyemkusudia, kupitia kufunga huku na kuomba, kuna vifungo vinaachia katika jina la Yesu Kristo. Mtu wa Mungu, ukifunga na kuomba uhitaji maelekezo mengi. Roho Mtakatifu mwenyewe atasimama nawe. Haleluya. Amen. Sijui nini umejifunza mpaka hapo. Simama sasa kwa miguu wako.